Tumeona Atuoli Mr. Tumbo Kubwa amesema ati Waluya wako kwa tuta kwa sababu yako ako kwa serikali anasikia vizuri na Waluya wanaumia. Ati Waluya wako sawa. We Tumbo Kubwa, nataka kukuambia hivi, hakuna Waluya wenye wako kwa serikali. Wewe ndio uko kwa serikali peke yako na hiyo matumbo yako kubwa. Ukikuja kwa ground, Waluya wamekonda kwa sababu ya hali ya maisha. Na wewe uko hapo una represent tu matumbo yako, upiganie the Luya community. Na unajiita ati wewe ndio mkubwa ya Waluya, ati wewe ndio unapigania Waluya. Mimi sijaona Mluya, nimetembea kwa ground. Hakuna Mluya mwenye ameniambia ako kwa serikali ama Mluya mwenye ako kwa tuta. So wewe na hiyo matumbo yako sijui nini unatuambia. Wewe endelea kutetea matumbo yako venye umezoea. 2027 ikifika utolewe hapo. Atuoli ni mkubwa wa wafanyikazi Kenya mzima, yeye ndio kotu president. Ukiangalia hapa Kenya, madada zetu wanaumizwa sana wakienda ng'ambo kufanya kazi. Wengine wanaambiwa walale na umbwa, walale na nyoka na vitu kama hizo. Mkubwa wa wafanyikazi Atuoli hezi ongelelea. Hezi enda hata mali kama Saudi Arabia, angalia wafanyikazi wanaendelea aje. Hata hizi ingia kwa ndege, angalia wafanyikazi before waende ng'ambo wako safe kweli na wanarudi safe kweli, na penye wanafanya kazi wako safe ama wanateswa. Hizo vitu waangalie. Kazi yake ni kulala na wasichana wadogo, kunyandua madema jenzi. Hadi mimi sasa naogopa kukatia wasichana juu naweza katia mtu ambaye mzee mkubwa ameshalala naye. Hiyo itakuwa ni kama laana inanipata. Madema jenzi ukiangalia siku hizi wako na mimba karibu wote. Atuoli amewanyandua wote wako na mimba. Hiyo tu ndo maendeleo yenye Tumbo Kubwa anaweza fanya. Hakuna kitu ingine. Alafu huo ndo mtu ambayo utapata Waluya bado wanampigia makofi. Atuoli tutam. Naenda analala na watoto wenyu. Sasa hadi watoto unapata mtoto hajamaliza shule ako na mimba. Ukifuatilia huo ni kazi ya Atuoli. Mkienda kwa polisi hiyo kesi inarukishwa kwa sababu ni mwanasiasa na amepachika mtoto wa shule mimba. So nashangaa ni Mluya mgani anaweza kupigia kura. Na ndio viongozi ambao wanafanya Kenya badala ikae dalili ya kuwa Singapore inakuwa dalili ya Singapore. Kwa sababu kazi yenye anajua tu maana ni kukula pesa ya wafanyikazi na kupachika madema jenzi mimba. So sijui wafanyikazi nani atawahi wapigania kama mkubwa wenyu ako hapo tu anajifikiria na kulala na wasichana wadogo kama Gachagua. Mimi nashangaa sana hii Kenya. Wakasi wamekuwa wakiumia, wanaandamana, mshahara inachelewa, walipwi, wananyanyaswa kwa kazi. Wafanyikazi wanafanya kazi wanahitaji overall. Kuna shortage of overall in Kenya. Vitu kama hizo ndo Atuoli nafaa ongelele. Aende kwa kampuni zote Kenya, make sure wafanyikazi wako na overall na wanafanya kazi vizuri. Hiyo haoni hiyo kazi. Ni kusema Waluya tuko tutam, tuko kwa serikali ya matumbo yako. Tumia akili yako kama mzee. Unajua mimi nikiona wazee na najuanga ni mtu anaweza nipea advice, lakini nikiona Atuoli naona Tumbo Kubwa, naona mtu anakula shares ya wafanyikazi, naona mtu mwenye analala na wasichana wadogo. Akishachoka anawachia Gachagua. Gachagua pia alikuwa na kesi ya kunyandua msichana mdogo na akamuua. So wanashindana na Atuoli. Hiyo ndo kitu ambao tumeona wazee wako kwa hii serikali wanaweza fanya. So nashangaa nani ataipanga line kupigia Tumbo Kubwa kura. Wewe Atuoli wewe ni one term. Na sijui kwa nini kwa hiyo kiti wewe ndo uko hapo. Tangu siasa ya Kenya ianze hii kiti ya kotu haijaibadilishwa mtu. Kwani huyu Atuoli? Kwani Atuoli ni nani? Huyu jamaa kwani yendo kusema nini? Hiyo kiti itolewe na mtu mwingine apatiwe. Mtu ambaye atajali kuhusu Waluya, mtu ambaye atafanya kazi yake venye inapaswa, na mtu ambaye atajali kuhusu wafanyikazi Kenya. Ukiangalia Wakenya bado wakienda kupanda ndege, wakienda kazi za ng'ambo, wanakoniwa. Tukianza na huko conman wa kwanza Alfred Mutua, juzi tu alikuwa anakula pesa
ya Wakenya ambao wanaenda kazi ng'ambo, kwa sababu tunajua hiyo connection hawaendangi bure. Vitu kama hizo hatuoni angali, which means hatuoni yeye pia ako kwa hiyo mrengo wa kukula pesa ya wafanyikazi hapa Kenya na kukula pesa ya Wakenya ambao wanapaswa kuenda kazi ng'ambo. Hatuoni nitakutoa kwa hiyo kiti na mtu mwingine aingia hapo bwana. Hatutaki ujinga this time round. Alafu maneno ya pili, nimeona Uhuru Kenyatta ameanza kunusa kwa hii serikali ya Kasongo. Sijui Uhuru Kenyatta nini unatafuta kwa hii serikali. Wewe ulishamaliza yako, ulishamaliza kumi bila break yako ambao ni uizi bila break. Sasa hivi unanusa mapua yako kwa hii serikali ya Kasongo. Si wewe pia ulimalizia vibaya. Ulianza vizuri na ukamalizia vibaya. Bei ya unga, bei ya mafuta, hali ya maisha ilikuwa juu. Wakati ulikuwa unamalizia uongozi wako, after vijana kuenda kwa maandamano, bei ya unga iende chini na hali ya maisha ikuwe mzuri, vijana waliuliwa. Hiyo bado ni kwa sababu ya Uhuru Kenyatta. Alitoka kwa government ikiwa ameshaharibu, ikiwa ameshapora vitu. Sasa saa hii unataka kunusa tena kwa hii serikali. Noanda Kasongo akikasirika anatishia bibi yako. Unaona sasa hivi yenye jamaa amenona kama hii muchwa tunaitanga Nyailie. Jamaa amenona kama muchwa kwa sababu ya kukula pesa ambayo inapaswa kusaidia watu wa Mlima. Uhuru Kenyatta nataka kukuambia hivi, wewe serikali yako ilishaisha. Tuachie serikali sisi wenye tuko kwa ground tudili nayo, tuiambie ukweli. Na ukiendelea na hiyo mchezo wako ndio kwa maana unaona bibi yako anathreateniwa ovyo kwa sababu umekataa kumind your own business. Sijui nini unataka kwa hii serikali. Wewe shughulika na familia yako, damu yako ilishafika na ikaisha na ukawacha uongozi ikiwa mbaya. Na ukiendelea na hii tabia, itabidi umewekwa jela. Wewe ndio utakuwa president wa kwanza hii Kenya kuonja ndani. Na hatutaki tukufikishe kwa hiyo limit. Serikali yako ilikuwa at least, lakini ulimaliza vibaya. So, utulie usiendelee kuharibu jina yako. Kwa majina ni hawa. Sawa, asante. Hapo umechapa poa. Gonga poa. We can't deny for a fact that Kenyans sahi wanapitia maneno magumu. Lakini it calls for sacrifice ndio tupige hatua ya kimaendeleo. Na nikimalizia jambo ya pili. Hii mambo ya mzee mfupi, mzee tumbo rau, mzee ambaye ako na wasichana wadogo, mzee ambaye ako confused hii Kenya. Atuoli mimi nimezaliwa Ukokoto. Leo hii mimi niko na makaratasi zangu, sijui watu wanafaa kuretire na mwaka gani. Unatoka lini? Mimi ndio sasa nikuwe SG ya code. Because kama ni skills niko nayo. Kama niko na kila kitu, hakuna kitu unanishinda na Atuoli. Na kama ni uongo, tuende tupewe makaratasi, exam, general, wacha hiyo ya specific, general examination, tufanye na Atuoli. Tuone nani atashinda mwingine. Hatuwezi kuwa katika nchi ambaye mtu anapewa kazi kulingana na hapana. It is high time we need changes, sababu wale ambao wanafanya katika wale civil servants wa Kenya, hakuna hata mtu mmoja ni rika ya Atuoli. Tunataka mtu ambaye ni mdogo, mtu ambaye yako na akili shupavu, mtu ambaye anajua nini inaendelea. Kama Lamek Muga hapa, nikuwe SG wa Koto ndio nipigania haki ya wafanyikazi wa serikali na private sector. Ati wewe tulia baba. Ati wewe kila wakati Atuoli. Jana tulikuwa na Labor Day, hatujasikia anything kwa salary. Wewe kazi yako uko na department ya bibi, mwingine yako station fulani, mwingine yako mali fulani, mwingine yako mali fulani. Hapana Atuoli bwana, achia sisi nafasi. Sasa wacha niingie kwa linda mwananchi. Hakuna mtu anaogopa mtu hapa.
Kanyaga watu. Hakuna mtu anaogopa. 2 minutes. Uko na lawyer? Hakuna mtu anaogopa mtu hapa, na sote ni wanaume. Nilizaliwa siku moja na siku moja inshallah nitafuata watangulizi wangu. Mimi nataka kuambia wanalinda wananchi, wacheni siasa za uchochezi, siasa za upumbavu na siasa za kifua. Hakuna mtu ana kifua. Wewe ukiniambia ati goons will meet goons, chuma chako kimotoni na tunakupimia ile itaingiana na wewe size yako one by one. Ikifika hiyo wakati tutaonana. You cannot lag us behind every now and again because of your selfish interest. As a country we must move forward. Leo hii wale ambao walikuwa wana celebrate kifo cha Raila wana donate pesa inaenda pale Nyanza, Wajaluo wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Alafu mnatuambia ati sijui maandamano ndio ilisaidia watu wakapata kazi broad base. Maandamano haikuwa inafanywa Kenya hii ndio watu waingie broad base. Maandamano ilikuwa inafanywa ndio serikali itekeleze matakwa yetu, na matakwa yetu haikuwa kazi. In fact, this government begged us to be with them. We never wanted. We wanted serious reforms. Orengo, umekuwa kwa serikali tangu mimi nimezaliwa na kupata uko kwa serikali. Ati unataka revolution. Unataka revolution gani? Sahi hata kuandika kwako ni shida, macho ioni, mapafu imeharibika, unaona? Juu ya ile kanisa huko imeharibu mapafu. Leo hii unatuambia ati unataka revolution. What the revolution, my foot? Sisi tuko busy. Na mimi nataka kuambia party leader wangu Dr. Buru, kaza nat. Kwa ODM kuna mchezo. Chairperson ya ODM Her Excellency Gladys Wanga ameshindwa kazi. Ati leo hii kitu kidogo hii ya wanaume ambao ni wa risasi moja, one round men, ati linda wananchi, ati wao wanaona wako na nguvu na pesa iko ODM, tuko na rasilimali. Mbona chairperson hajaweka mikakati sawa ya kwenda grassroots movement? Ye kazi yake ni kuwanyanya tu, kutukana, kufanya nini? Gladys Wanga, mimi nataka kukupea challenge, si ati nakupinga, lakini mambo ya chairpersonship hiyo imekushinda, na tumeona wachia wanaume kazi ndio waendelee. ODM is a big party, lakini unacheza nayo unadhani ni suruali. Take your time na tupange mambo ya ODM na mambo iende. Otherwise usipochunga hata itakukalia vigumu kuimprove hapo gubernatorial seat yenye una defend. Asante. Ngatona video kadero kaire nywele sauti ya nchi, na nikisema ni hivyo. Mimi nataka kuambia wana Kenya, for the longest time tumeona serikali zingine venye ziko na venye zilikuwa na kazi ambazo wamefanya. Leo hii William Samoei Ruto amejenga 25,000 tarmac roads Kenya mzima, compared na ile serikali ambayo ilipita walijenga 11,000 roads. Leo hii mimi naona affordable housing project ikiendelea. Kuna wale vijana zaidi ya 1,100 wako kwa kazi ya digital economy project. Pia kuna wale wanapata kazi ughaibuni. Mimi nataka kuwauliza wana Kenya, inaweza kuwa shida ya Ruto kubwa ni kutokuwa hatoki Central Kenya, ndio maana mnasema ati yeye ni one term. Unajua mimi nilikuwa kwa maandamano ya 2022. Tulipinga matokeo ya uchaguzi pale Kisii. Ikaendelea hivyo tena tukakuja kama Gen Z. Ndio baba akatuambia wacha tufanye na broad based government. Mimi nataka kuwauliza nyinyi, ati mnasema ati living cost is too high. Mimi nataka kuwauliza 2022 personally nilinunua unga hii ya jembe at 270. Leo hii unga ni pesa ngapi?
Hapa Soweto hata wana media wanajua ni 110. Kuna hadi ya 80 shillings. Mnaona? Sasa lazima tupe serikali wakati wake wa kufanya. Iwezekani ati wewe wakati unapata ati wengine si wa Kenya. Wengine wakipata ati wao ndio wa Kenya. My friend, hakuna mtu alikuja hii Kenya through invitation. There is something that happened yenye ikatufanya tukafika hapa Kenya. So tuachane na mambo ya fitina na ujinga yenye munaendeleza hapo nyuma. Sisi tumeamua mambo ni broad base na kila kitu. Nimesikia kuna mama mwingine hapa tu anapiga kelele, anabweka kama unajua, ukiona mbwa kwa matanga ameenda, usipige hiyo mbwa, sababu hata mwenye mbwa pia kwa rao. Mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua, wacha mambo ya kupigania tumbo yako, unaweka wana Central. Hakuna mtu wako na shida na Wakikuyu. Wakikuyu ni ndugu zetu, tunafanya nao kazi, tunasoma nao shuleni na tunafanya nao biashara mingi sana nchi hii. Therefore, kama uko na issue na hii administration ambayo we mwenyewe ndio uliweka,